Bwana asifiwe. Ni mwendelezo wa siku 70 za maombi. Ni ukaribishe tena katika siku ya leo. Tunaendelea kuangalia mada hii ambapo tunapata ushindi kupitia damu ya Yesu. Sikiza kidogo nikwambie hivi. Katika Kutoka sura ile ya 12 na mstari ule wa 13. Leo tunakumbushana ya kwamba wenzetu hawa wa Israeli walifanya jukumu kubwa, walipaka damu katika miindo ya milango yao ili kuashiria ya kwamba damu ya Yesu inatoa ulinzi. Damu ya Yesu inawakilisha ulinzi kwa wacha Mungu. Nikumbushe, kupitia damu ya Yesu, kataa ukubali, hatulindi leo wacha Mungu eti kwa sababu ya kitu kingine chochote kile. Nina uhakika mkubwa kupitia damu ya Yesu ninalindwa mimi. Nina uhakika mkubwa kupitia damu ya Yesu, wewe unayemwamini huyu Mungu. Sikiliza kidogo, damu ya Yesu leo inasimama kama kiashiria kinachoonyesha ya kwamba inatumika kwa ajili ya ulinzi katika maisha ya kila mtu anayemcha Mungu katika dunia hii. Nikumbushe hili ya kwamba damu ya Yesu siku ya leo inatumika kwa mujibu wa Kutoka sura ya 12 mstari wa 13. Inatumika kwa mujibu wa kuelekeza ya kwamba yenyewe inaleta ulinzi. Nikutie moyo, acha kukimbilia sehemu yoyote ile kwa ajili ya kutafuta ulinzi katika maisha yako. Acha kukimbilia sijui kwa wakina nani kwa ajili ya kutafuta ulinzi katika maisha yako. Ni uongo tu. Ulinzi unapatikanaje kupitia mafuta? Ulinzi unapatikanaje kupitia kitu fulani? Ulinzi unapatikanaje? Ni uongo tu. Damu ya Yesu leo tena inatumika kama kuleta kiashiria kwetu tunapomsihi huyu Mungu kwa imani, na tunapoileta kwetu leo katika maisha yetu halisia, tunapoitamka kutoka moyoni, na tunapoondoa hofu, na tunapoondoa mashaka, na tunapoondoa wasiwasi. Nikutie moyo wewe ambaye unatishwa na mwovu shetani Ibilisi. Nikutie moyo wewe ambaye leo yaweza kuwa mapepo ndio yamekuwa shida kubwa katika maisha yako. Nikutie moyo katika mwendelezo wa siku 70 hizi za maombi ya kwamba wewe ambaye leo unateseka kwa sababu unateswa katika familia yako, unateswa katika uchumi wako, unateswa katika nyumba yako, unateswa katika kusafiri kwako, yupo Mungu mbinguni na yupo Yesu Kristo ambaye ni nafsi mojawapo ya Mungu ambaye inawakilisha leo ulinzi, inawakilisha leo kwa kutoa damu ulinzi katika maisha yangu. Kwa nini usimtazame huyu Mungu ambaye anatoa ulinzi katika maisha yako? Kwa nini usitumie damu ya Yesu? Kwa nini? Sio damu ya mnyama, sio damu ya kitu chochote kile. Hata kipindi cha nyuma tunakumbuka wenzetu pia kupitia damu hii ya Yesu. Damu hii nikwambie pia kwamba sio kwamba tu imepatikana hivi karibuni. Damu ya Yesu ilikuwepo tangu hapo zamani, ilikuwepo damu ya Yesu. Nikwambie tu hata hii ambayo ilikuwa inawekwa Israeli kule, bado japo ilionekana ikiwa katika fomu ya viumbe fulani, fomu ya kondoo, fomu ya wanyama fulani, lakini walisema kwamba ni damu ya Yesu ndio inayotutakasa, na ndio leo imetukumbusha, inatulinda. Unalindwa na Mungu. Baba, katika jina la Yesu, mtoto wako huyu kupitia damu yako iliyomwagika msalabani leo ikawakilishe ulinzi katika kazi yake. Leo ikawakilishe kukombolewa katika maisha yake. Leo ikawakilishe ulinzi katika biashara yake. Leo ikawakilishe ulinzi katika ndoa yake juu ya adui anayekuja kuharibu. Leo ikawakilishe ulinzi juu ya mashambulizi ya mwovu shetani Ibilisi ambayo yapo katika maisha yake. Leo ikawakilishe ulinzi juu ya watoto wake, ulinzi juu ya mume wake, ulinzi juu ya mke wake, ulinzi juu ya maisha yake ambayo anapambana nayo hadi leo, ulinzi juu ya vitu vyote ulivyompatia katika maisha yake. Ni kupitia jina la Yesu. Amen.